mateka na gereza la shetani. Mateka na gereza la shetani. Mateka na gereza la shetani. Je, mateka wa shetani ni akina nani na gereza lake lipo wapi? Maswali yamekuwa mengi. Wengine wanasemaga shetani yupo kuzimu huko, wakati huo tunaona maafa yanaendelea. Wengine wanasema shetani amefungwa. Shetani amefungwa. Wacha tuweze kuangalia hapa. Kazi ya Yesu ilikuwa ni kuwaacha huru wale waliotekwa na shetani, kuwaacha huru wale waliotekwa na shetani. Naomba tuweze kuyarudia haya maandiko vizuri kabisa au barabara. Naomba tuende kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 60. Isaya sura ile ya 61. Isaya sura ile ya 61. Isaya sura ya 61, kuna maneno ya Mungu yanasema hivi katika kitabu cha Isaya sura ya 61, na huu ndio utume wa Yesu Kristo, ndio ambao utume wa watoto wake ambao wamesalia sasa hivi, yaani mimi na wewe ambaye tunataka tuweze kuhubiri maneno ya Mungu au tunahubiri maneno ya Mungu. Isaya 61, Biblia inasema hivi: Roho ya Bwana i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kwa hivyo kuna mateka hapa. Sasa Yesu alipokuja pale Yerusalemu, hatumuoni anaenda kwenye gereza la wafungwa wa Yerusalemu aende akawaache huru. Hakionekani kitu cha namna hiyo, lakini kile ambacho tunakiona ni kwamba anapewa chuo au kitabu cha Isaya, anakisoma tena mbele yao katika kitabu kile cha Luka sura ile ya 4 na ule mstari wa 18. Luka 4:18. Alafu tuanze maswali ya msingi ya kuulizana. Luka 4:18 anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma. Roho wa Bwana yu juu yangu, maana Bwana amenituma kuwatangazia maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Kuwaacha huru waliosetwa. Kwa hivyo hii ndiyo iliyokuwa kazi ya Yesu Kristo. Na hapa mimi nimeangalia kwenye kitabu cha Agano, hivi vitabu vya Agano Jipya. Hiki kitabu cha Luka 4:18 ni Isaya 61, japokuwa Luka 18 haijajaribu kukopi vizuri kama ilivyoandikwa kwenye kile kitabu cha Isaya. Lakini point ipo hapa hivi, kazi ya Yesu ilikuwa ni kuwaacha huru walioteswa, lakini pia kuwatangazia mateka kufunguliwa kwao. Kwa hivyo bila shaka kulikuwa kuna mateka, bila shaka kulikuwa kuna mateka pale Yerusalemu, lakini hatuoni gereza gani gereza gani ambalo Yesu anaenda kuwatoa hao mateka. Na sasa hebu rudi katika kitabu cha Isaya sura ile ya 42. Isaya sura ya 42. Isaya sura ya 42. Tuweze kwanza kuwaona hao mateka ni wakina nani. Na hao mateka au wafungwa wapo mpaka leo. Na ni nani sasa huaga anawafunga watu? Tutamuona katika kitabu cha Isaya sura ile ya 42 na ule mstari wa 22. Biblia inasema hivi, Isaya 42 na ule mstari wa 22 anasema hivi. Isaya 42 na ule mstari wa 22, Biblia takatifu inasema hivi: lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Kumbe hawa mateka ni watu, yamkini ni mimi na wewe. Sikiliza, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Kwa hivyo yamkini mimi na wewe tupo hapa, hatupandi yale magari ya magereza kule, lakini tukiangaliwa kwa namna nyingine inaonekana tupo kwenye gereza la nani? La Ibilisi na Shetani. Twende taratibu.
wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo. Wamekuwa mawindo. Ni mnyama gani ambaye ni hodari wa kuwinda? Ni simba. Sasa wamekuwa mawindo ya nani? Huyu ndiye bosi wa magereza. Ni nani huyo? Petro wa kwanza, twende pale. Petro wa kwanza 5:8. Petro wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 8. Petro wa kwanza 5:8. Biblia inasema hivi, Petro wa kwanza 5:8. Petro wa kwanza 5:8. Petro wa kwanza 5:8. Hapa tunaonyeshwa ni nani huyu ambaye huwa yupo kwenye mawindo, anawaweka watu gerezani. Petro wa kwanza 5:8 anasema hivi, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba. Muwe na kiasi na kukesha. Muwe na kiasi katika kila jambo. Tunapaswa kuwa na kiasi, lakini pia kukesha. Kukesha maana yake ni kuangalia au kubaini uovu unaibukia wapi na kuupinga. Hiyo ndiyo maana ya kukesha. Kukesha maana yake ni kuweza kubaini uovu unataka kutokea wapi na kuupinga. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba muwe na kiasi na kukesha, kwa maana kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ungurumaye huzunguka akitafuta mtu ameze. Kwa hivyo shetani ni kama vile simba, anawaweka watu magerezani kwa kukosa vitu viwili, kwa kukosa kiasi, lakini pia kutokuwa waangalifu. Twende taratibu. Ambaye anawaweka watu gerezani ni shetani, ila Yesu Kristo amekuja kufanya kazi ya kutukomboa, kututoa sisi gerezani, utumwani. Nasikiliza kidogo hapa. Kama vile ambavyo magereza ya dunia hii huwa yana maaskari wa magereza, ndivyo ambavyo pia na shetani naye kwenye magereza yake anao maaskari wake. Ni wakina nani hao? Wagalatia sura ya 2. Wagalatia sura ya 2 na ule mstari wa 4. Sikiliza hawa maaskari wa shetani wa magereza ambao kazi yao kurudisha watu gerezani. Wanawarudisha watu gerezani. Wagalatia sura ya 2 na ule mstari wa 4. Biblia inasema hivi. Wagalatia 2 na ule mstari wa 4. Wagalatia 2:4. Na shetani anatumia nini kuwafunga watu? Wagalatia 2:4. Hebu twende taratibu. Anasema hivi, bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri. Bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili kuupeleleza uhuru wetu. Mpendwa, zingatia hayo maneno. Ili kuupeleleza uhuru wetu. Zingatia, Yesu Kristo amekuja kutuweka huru mbali na dhambi. Kwa hivyo kuna ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, wameingia kwa siri ili kuupeleleza uhuru wetu. Twende kwa makini. Ili kuupeleleza uhuru wetu tulionao katika Kristo Yesu. Paulo anasema ili watutie utumwani. Kwa hivyo hawa ndugu za uongo, wachungaji wa uongo, manabii wa uongo, wainjilisti wa uongo, hawa ndiyo maaskari wa Yesu Kristo, maaskari wa shetani ambao wameingia kwenye imani nyingi leo duniani, lakini pia wameingia katika imani ya Biblia ili kusudi kupeleleza imani ya Biblia, waweke mafundisho ya uongo ili kusudi wawarudishe watu utumwani gerezani, wawarudishe tena watu Central, waweze kuwarudisha tena watu Central, ambao Mtume Paulo anasema hivi, ambao hata saa moja hatukujitia chini yao, ili kwamba kweli ya Injili ikae pamoja nanyi. Kwa hivyo Paulo anathibitisha kwamba hao watu sisi hata kwa muda wa saa moja hatukuweza kujitia tena chini yao, kwa sababu tunafahamu kwamba kupitia walimu wa uongo, kupitia manabii wa uongo na watumishi wa uongo tunarudishwa utumwani tena. Tunarudishwa utumwani tena. Hebu twende katika kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili, pale kuna jambo fulani hivi tunafunuliwa ni kwa namna gani ambavyo shetani anawaweka watu jela. Timotheo wa pili sura ya 2 na ule mstari wa 25. Timotheo wa pili sura ya 2
na ule mstari wa 25. Timotheo wa pili sura ya pili na ule mstari wa 25. Na kabla sijasoma mstari wa 25, kwenye mstari wa 7 tunaambiwa hivi. Kwenye mstari wa 7, Timotheo wa pili 2:7. Tunaambiwa hivi, kabla sijakwenda kusoma mstari ule wa 25. Tunaambiwa hivi: yafahamu sana haya nisemayo. Kwa hivyo haya mambo ambayo tunakwenda kuzungumza yafahamu sana, kwa sababu huu ni ujumbe ambao unaamua hatima ya maisha yako, aidha uzima wa milele au kupotea milele. Kwa hivyo haya mambo tunasisitiza sana tuweze kuyafahamu. Ni mambo gani sasa? Mstari ule wa 25 anasema hivi: akiwaonya kwa upole wao washindanao naye, ili kama ikiwezekana. Zingatia, tunaangalia ni kitu gani ambacho huwa shetani anakitumia kuwaweka watu katika gereza lake. Na mimi ni ombi langu kwamba mimi na wewe usiweze kuwa katika gereza la shetani, usiwe mtumwa wa shetani. Kwa hivyo ili kusudi mimi na wewe tusiweze kuwa watumwa mawindo na tusiweze kuwa katika gereza la shetani, lazima tuweze kujua ni mbinu gani. Kama vile ambavyo wewe sasa hivi haupaswi kuwa jela. Unajua kabisa ukivunja kanuni za Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utaenda kuwekwa jela. Hivyo hivyo pia lazima uweze kujua namna gani ambavyo shetani anawafunga watu au anawateka watu au anawafanyaje watu kuwa watumwa wake. Timotheo wa pili 2, tunaendelea. Timotheo wa pili 2:25. Wacha tuendelee hapo. Timotheo wa pili 2:25 anasema hivi: akiwaonya kwa upole wao washindanao naye, ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli, wapate tena fahamu zao kutoka katika mtego wa Ibilisi. Wacha nirudie tena. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 25, tunaenda mstari wa 25 hadi wa 26. Anasema hivi: akiwaonya kwa upole wao washindanao naye, ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli. Kwa hivyo Mungu atatupatia kutubu na kuijua kweli, wapate tena fahamu zao. Kwa hivyo kile kitu ambacho kitarudisha fahamu ni ukweli. Wewe unaona mtu ambaye hana ufahamu ni mzima? Hapana. Mtu ambaye hana ufahamu, Kiswahili fasaha kabisa rahisi ambacho kinaeleweka, tunasema huyu ni chizi. Kwa hivyo kile ambacho kitatusaidia tuweze kutoka kwenye uchizi ni tunavyopewa kutubu, ili kusudi tuweze kuujua ukweli, ambao ukweli utatutoa sisi katika ujinga tulionao na kuturejeshea tena fahamu. Anasema ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli, wapate tena fahamu zao. Haya, na kutoka katika mtego wa Ibilisi, na kutoka katika mtego wa Ibilisi ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Hebu hapa kidogo Kwa hivyo kumbe kuna mtego wa Ibilisi ambao ameutega hata wanadamu waende wakafanye mapenzi yake, mapenzi ya Ibilisi. Na huo mtego ameutega wapi? Nakumbuka, ukitegwa na shetani umekuwa mateka wake, unaingia kwenye gereza lake. Na uzingatia sasa hapa, kuna mtego ambao shetani ameutega hata watu kwenda kuyafanya mapenzi yake, mafundisho ya uongo. Huo ndio mtego ambao mimi na wewe tukiingia tu tumekuwa mateka halali wa shetani. Na Yesu anasemaje sasa? Yohana 8, katika kitabu kile cha Yohana 8 na ule mstari wa 31. Yohana 8 na ule mstari wa 31 anasema hivi. Anasema hivi, Yohana 8, naomba nisome 32. Ni kitu gani ambacho kinatumika kututoa kwenye mtego wa shetani? Ni kitu gani? Yohana 8 na ule mstari wa 32, Yesu Kristo anasema hivi: tena 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 mtaifahamu nini? Tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Kwa hivyo kile kitu ambacho shetani anawaweka watu jela ni uongo, na ukweli
ndiyo njia pekee ambayo inatutoa sisi kwenye gereza la shetani. Na zingatia hapa sasa tena niweze kurudia vizuri. Uongo ndiyo mtego wa shetani kutuweka jela kwake au gerezani kwake. Sisi kuwa watumwa wake, kuwa watumishi wake ni kupokea uongo wake, na ukweli ndiyo njia pekee ambayo Yesu Kristo anaitumia ili kusudi mimi na wewe tuweze kutoka katika gereza la shetani. Na twende sasa taratibu, ndugu yangu. Uongo ndiyo silaha ya shetani. Yohana 8:40. Katika kitabu cha Yohana 8 na ule mstari wa 44. Yohana 8:44, Biblia inasema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Kwa hivyo kazi kubwa ya shetani ni kwamba yeye anawatia watu nguvu wasiamini ukweli na waamini hadithi, kwa sababu kwake hakuna ukweli. Kwa hivyo hapa, ndugu zangu, inapaswa tuweze kutumia akili sana, lakini akili zetu ziweze kutiwa nguvu na Yesu Kristo. Maana akili zetu kwa sisi wenyewe, kwa namna yetu hii ya ubinadamu, jinsi tulivyo, hatuwezi tukafanya mapenzi ya Mungu. Lakini akili zetu zinapaswa kuweza kuunganishwa na hekima ya kimbingu. Na sasa Mwokozi wetu Yesu Kristo alituona tangia mbali, mimi na wewe tunateseka na kuwa na maumivu katika gereza hili la shetani. Katika gereza la shetani kuna mambo maovu yanaendelea, kuna kuachwa, kuna kutengwa, kuna kuumizwa. Maana kila kitu ambacho unakipata kinamjeruhi, kinamgusa na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Katika kitabu kile cha Zaburi 102, Zaburi 102, Zaburi sura ya 102 na ule mstari wa 29. Hebu naomba tuweze kufika pale. Zaburi 102 na ule mstari wa 29. Zaburi 102 na ule mstari wa 19. Hebu tufike hapo. Zaburi 102 na ule mstari wa 19, Biblia inasema hivi: maana ametazama toka patakatifu pake pa juu, toka mbinguni Bwana ameangalia nchi, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa. Mpendwa, umesikia vizuri hivi? Naomba niweze kurudia tena. Zaburi 102 na ule mstari wa 19. Tunaanzia pale. Zaburi 102 na ule mstari wa 19. Fika hapo. Fika hapo. Zaburi 102 na ule mstari wa 29. Biblia takatifu ina maneno yafuatayo. Anasema hivi: maana ametazama toka patakatifu pake pa juu, toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi, ameiangalia dunia, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa, na kuwafungua walioandikiwa kufa. Naomba hebu hapa twende taratibu. Bwana ametazama toka juu ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa, na kuwafungua walioandikiwa kufa. Kwa namna gani sasa? Kwa hivyo mimi nimefungwa na sijui, na nimeandikiwa kufa na sijui. Na wapi inapoweza kuwekwa bayana kabisa kwamba mimi nimeandikiwa kufa na sijui? Twende katika kitabu cha Warumi sura ile ya 6. Warumi sura ya 6, niweze kusema jambo fulani pale. Warumi sura ile ya 6 na ule mstari wa 23. Warumi 6 na ule mstari wa 23, Biblia inasema hivi: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
Aha. Kwa hivyo na pia vijana wenzangu naweza nikawashauri na wote makamo yote, vijana, wazee, watoto, tunapokuwa tunadanganywa na ibilisi shetani, tunasema kwamba sisi tunakula ujana. Hebu sikiliza kwa makini hapa kidogo. Mshahara wa dhambi ni, sije ukasahau hiyo, mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi. Kwa hivyo haijalishi biashara gani ambayo unafanya, ila ikiwa ni biashara yenye dhambi ndani yake ni mauti. Yaani mtumishi yoyote yule wa shetani, awe wa juu awe wa chini, posho yake ambayo anapaswa aweze kulipwa na shetani ni mauti. Mtu ambaye anajiuza, ametoka kujiuza huko, sasa aje apewe pesa zake, anakutana na kisu. Ndiyo maana hasa hii umeuza pombe, unataka uende kupatiwa pesa yako, unakutana na kisu. Huo ndio mshahara ambao anatoa shetani. Haijalishi unakunywa pombe, unafurahi, unacheka, pombe ni tamu, unakunywa pombe na unasema pombe ni nzuri, inaondoa mawazo, na baada ya pale unajikuta upo na mawazo yako pale pale. Na tusitumie pombe kwa sababu pombe ina madhara. Katika kitabu kile cha Mithali sura ya 23, acha niweze kuwaonesha ndugu zangu kwamba katika Biblia wamekataza pombe, situmie kabisa. Mithali sura ile ya 23 na ule mstari wa 19. Na kama unanisikiliza na kunitazama wakati huu, na kushauri achana na pombe, sio nzuri. Iwe kidogo kwa afya, kunywa usilewe. Hakunaga hivyo vitu eti kunywa usilewe, haiwezekani. Yeye mwenyewe ambaye anakwambia kunywa usilewe, yeye mwenyewe hawezi. Katika kitabu cha Mithali sura ile ya 23 na ule mstari wa 29. Mithali 23 na ule mstari wa 29. Hebu twende tufike pale. Mithali 23 na ule mstari wa 29. Biblia inasema hivi: ni nani apigaye yowe? Najua huku mjini unaweza usinielewe vizuri, ila kule vijijini kelele zinasikikaga wapi? Hebu basi saa 2 leo ifike usiku, afu niambie kelele zinasikikaga wapi kama sio ba kwenye hizo pabu grocery? Huko ndipo kelele huwa zinasikikaga. Wale wa vijijini waga kuna vile vilabu, nakuta wapo chini ya mti wanakunywaga hapo chini ya mti. Anasema hivi: ni nani apigaye yowe? Ni nani aliaye ole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye mguno? Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? Nani amechubuka ana nini? Ana majeraha ambayo hayana sababu. Ni nani? Sikiliza jibu. Ni nani aliye na macho mekundu? Japokuwa siku hizi macho mekundu yanasababishwa na vitu vingi, kwa hivyo sio watu wote wanaokunywaga pombe wana macho mekundu. Japokuwa kuna wanywa pombe wengine unakutana jicho ni jekundu mpaka unamuogopa. Anasema ni wale wakao sana kwenye mvinyo, ni watu sana wanaoenda baa. Hawa ndio ambao wana jeraha. Kila akifika yeye tu ni kulalamika, miguno nyumbani, mboga haina chumvi, hivi na hivi, vitu vingi. Wewe sijui uweze kupika namna gani, kila siku kelele. Ni kwa sababu ya pombe. Nimekupatia ruhusa uende kwenu miezi 3. Pombe, acha pombe ndugu yangu. Achana na habari ya pombe. Kwani ukianza pombe utakufa? Sikiliza, anasema hivi. Mstari wa 31 anasema hivi: usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, ilitiapo bilauri rangi yake, ishukapo taratibu. Usitazame hata yale matangazo ambao wanaweka. Unaona kinywaji kile kinashuka kwenye glass, kinashuka kwenye glass, unavuta picha, hapa ningekuwa na mimi na 2000 nikachukue ile safari. Anasema usitazame mvinyo inavyoshuka. Na wao jinsi walivyokuwa wajanja, wanajua kabisa wamesha kukamatia wapi, umekuwa mateka wa shetani wapi. Kama vile hiyo pombe inakuwa inamiminwa vile kwenye glass, alafu wanakwambia
onja msisimko. Saa ngapi usianze kuwa kuli ukabebe magunia utafute 2000 ukaonje msisimko, uanze kutuletea shida mtaani Na siku hizi wamewashushia bei za pombe chini kabisa. Anasema hivi, usiitazame mvinyo iwapo nyekundu, litiapo birauli, mwisho wake huuma kama nyoka, huchoma kama fira. Macho yako yataona mambo mageni. Utashangaa tu ni mtaro huo mdogo umeanza kunyanyua mguu mbali, mguu unaanza kuunyanyulia mbali, na ni mtaro tu huo mdogo, mguu umeanza kuunyanyulia mbali. Anasema hivi, macho yako yataona mambo mageni na moyo wako utatoa yaliyopotoka. Unakuta unaongea kizungu na ukijui. Anasema hivi, naam, na watu ambao wanasemaga aisee walevi ni wa kweli, mimi naomba niseme walevi sio wa kweli, ni waongo, na shetani ameshawadanganya bila wao wenyewe kujijua. Walevi ni waongo pia. Nasemaga eti walevi wanasemaga, hapana, walevi sio wa kweli, ni waongo. Ukweli gani ulionao umekuongoza uende ukanywe pombe? Wapi? Anasema hivi, macho yako yataona mambo mageni na moyo wako utatoa yaliyopotoka. Naam, utakuwa kama alalaye katikati ya bahari, au kama yeye asinziaye juu ya mlingoti. Sasa maajabu, au kwa bahati mbaya, lakini naomba isiwe upande wako. Walevi wengi huwa wanasema, ila anachosema ni kweli, mtaacha lini pombe? Lakini msikiliza huyu mstari wa 35, utasema wamenichapa wala sikuumia, wamenipiga wala sina habari. Nitaamka lini? Nitazidi kuitafuta tena. Ndio maana sasa hivi maduka yanashindana na grocery, maduka yanaongezeka na grocery, na pabu zinaongezeka, na pombe zinabuniwa nyingine mpya, na zingine ni makufuru kabisa. Kuna pombe zingine eti zinaitwa son from heaven, yaani mwana kutoka mbinguni. Kweli kweli. Zingine huenda hata wakaja wakaziita ziwe zinaitwa the spirit. Pombe inaitwa majina ya kukufuru na wewe unakunywa. Ninakushauri sana usiweze kutumia pombe. Kwa hivyo Bwana ametazama kutoka mbinguni, ameona kuugua kwake, maumivu yetu sisi ambao tumeandikiwa kufa. Na ni kwa namna gani sasa? Na ni nani ambaye ana nguvu za kufa, za kutufisha, za kutuua? Ni nani? Naomba niweze kurudia tena Zaburi 102 na ule mstari wake ni wa 19 na wa 20. Anasema hivi, sasa mimi nasoma wa 20 kwa ajili ya muda. Anasema hivi, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Kwa hivyo mshahara wa dhambi ni mauti. Haijalishi unakunywa pombe unafurahi, unazini unafurahi, lakini mshahara wake ni kifo. Kwa hivyo haijalishi ukiwa unakunywa pombe unafurahi au unalia. Na kuna wengine wanakunywa pombe huku wanalia, na ni wanalia lakini bado wanaendelea kunywa pombe. Kuna wengine wanafurahi, kuna wengine wanazini wanafurahi, wengine wanalia na wanalia, lakini mshahara wake ni kifo. Na sasa hebu sikiliza hapa ndugu yangu kidogo Ni nani ambaye huwa ana nguvu za kuua watu? Nani ambaye huwa ana nguvu za kuua watu? Katika kitabu cha Waebrania sura ile ni ya pili. Waebrania sura ya pili. Waebrania sura ile ya pili. Naomba tuweze kufika pale. Waebrania 2 na ule mstari wa 14. Anasema hivi, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kwa hivyo kwa hofu, kumbuka hiki hapa kitu kimoja. Shetani anatumia uongo kuweza kuwaingiza watoto wa Mungu katika gereza lake. Na watoto wa Mungu wakishaingia kwenye trap au kwenye mtego wa shetani, wanakuwa wana hofu. Na ni hofu gani basi? Nikikuuliza, ni hofu gani iliyotanda duniani mote? Ni hofu ya kifo.
Kwa hivyo Yesu Kristo alikuja kumuharibu yule ambaye ana nguvu za kufisha, za kuua watu. Yesu Kristo alikuja kumuharibu yule ambaye alikuwa na nguvu za mauti, na huyo sio mwingine, ni Ibilisi. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ambaye unatazama wakati huu, lakini na wewe ambaye unasikiliza, ni hivi: Yesu Kristo mwana wa Mungu amekuja kututoa utumwani, na utumwani sio sehemu nyingine, ni hapa duniani. Na naomba niweze kuweka hii vizuri. Hapa duniani kwa namna gani? Zile fikira mbovu tulizo nazo, Yesu Kristo amekuja kutuwekea akili zake, ufahamu wake wa kweli. Hiyo ndiyo namna ya kunasuka na kutoka kwenye gereza la Shetani. Vile ambavyo tunang'ang'ana kukiuka maagizo ya Mungu, hapo ndipo maangamizo yetu yatakapokuwa. Hosea 13 na ule mstari wa 8. Hosea 13 na ule mstari wa 8. Haya ndiyo maangamizo yetu. Haya ndiyo maangamizo yetu. Hosea 13 na ule mstari wa 8. Biblia inasema hivi. Hosea 13 na ule mstari wa 9, samahani. Hosea 13 na ule mstari wa 9, Biblia inasema hivi: haya ndiyo maangamizo yako, Israeli. Wewe ambaye unanisikiliza, wewe ambaye unatazama, anasema hivi: haya ndiyo maangamizo yako, Israeli, ya kuwa wewe u kinyume changu mimi, kinyume cha msaada wako. Kwa hivyo pindi tunapoenda kinyume na Mungu, tunakuwa kinyume cha msaada wake. Pindi tunapokataa ukweli wa Mungu, tunapokataa kujifunza neno lake, tunakuwa kinyume cha nguvu, tunakuwa sehemu kabisa ya mateka wa Shetani. Ni kusudi la Mungu mimi na wewe tuweze kunasuka katika hili gereza, tusiwe wafungwa wa Shetani. Ni njia pekee mojawapo ambayo itakayotutoa katika gereza na utumwa wa Shetani, ni kutulia katika ukweli. Ninawaasa sana ndugu zanguni, tuweze kutulia katika ukweli, tuweze kujifunza ni nini yaliyokuwa mapenzi ya Mungu katika kipindi hiki, ili kusudi tuweze kunasuka katika mitego ya Ibilisi na Shetani. Mungu awabariki sana. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo daima iendelee kutawala katika mioyo yenu. Zaidi sana tuweze kutoka katika mitego ya Ibilisi Shetani.